Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena na kuwasalimuni popote mlipo, na tunawaleteheni awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika upande wake wa mashariki ambako hali ya usalama na ya kisiasa bado ni tete. Na kwa hapa tutajielekeza mara moja huko mkoani Kivu Kusini katika kituo cha Minembwe kwenye nyanda za Haut Plateau ya tarafa la Fizi, ambako wakaaji kadhaa wa kiraia wanaeleza wazi matumaini yao ya kuona jeshi la taifa FARDC likipelekwa katika eneo hilo linalokabiliwa na uwepo na makundi yenye silaha ya ndani. Baadhi ya wakazi waliohojiwa hiyo jana Jumatatu tarehe 23 Februari mwaka huu wamesema wanangojea kwa hamu kubwa kuwasili kwa jeshi la taifa, wakisisitiza kuwa jukumu la kulinda raia linapaswa kuwa la majeshi ya serikali pekee. Hakuna mkongomani mwenye kuwajibika anayeweza kutamani kulindwa na wahasi. Usalama wa wananchi ni jukumu la jeshi la taifa, amesema mmoja wa wakaaji, akitaka kurejeshwa kwa mamlaka kamili ya dola katika eneo hilo. Mmoja kati ya waendesha pikipiki aina ya bodaboda katika Minembwe Centre ameeleza kuwa baadhi ya viongozi wa kijamii wamewahimiza vijana wanaohusishwa na makundi ya Twirwaneho kuepuka mapambano dhidi ya jeshi la taifa FARDC. Kwa mujibu wake, wazee wa eneo hilo wamehimiza uvumilivu, wakitambua tofauti kubwa ya uwezo kati ya wanamgambo wa makundi ya wahasi na jeshi la taifa la kawaida. Na katika taarifa rasmi, FARDC imehakikisha kuwa haiwezi kwa namna yoyote kushambulia wananchi inaowalinda. Jeshi limefafanua kuwa operesheni zake zinalenga wanamgambo wahasi na makundi mengine yenye silaha kinyume cha sheria yanayotuhumiwa kuvuruga usalama katika eneo hilo. Minembwe iliyoko katika tarafa la Fizi inaendelea kuwa moja ya maeneo nyeti katika Kivu Kusini. Mivutano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali inaendelea kuzua hali ya wasiwasi miongoni mwa raia ambao tayari wameathiriwa na miaka kadhaa ya ukosefu wa usalama. Na kwa taarifa rasmi, Les Volontaires pour la Défense de la Patrie VDP Wazalendo wamedai kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimkakati katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kufuatia mapigano yaliyotokea kati ya tarehe 16 na tarehe 22 Februari mwaka huu dhidi ya muungano wa M23 AFC RDF, ambao kwa mujibu wao unaungwa mkono pia na majeshi ya Uganda UPDF. Katika taarifa yao kwa umma, VDP Wazalendo wanasema wamepiga hatua kwenye muhimili wa Konkwe hadi Masisi, ambapo vijiji vya Mutuza, Kasasa, Konkwe na Kanyaru vinadaiwa kurejea chini ya udhibiti wao. Wanadai pia kuwasukuma mahadui umbali wa zaidi ya kilomita 10 kutoka kituo cha madini cha Rubaya. Kwenye muhimili wa Katoi Masisi, Wazalendo wanatangaza kurejesha makao makuu ya sekta pamoja na vijiji kadhaa vinavyoizunguka. Katika wilaya ya Walikale huko jimboni Kivu Kaskazini, shambulio liliripotiwa tarehe 20 Februari huko Mpeti linadaiwa kuzuiwa, huko katika eneo la Kihondo wilayani Ruchuru mashambulizi ya kuvizia yakiripotiwa kusababisha hasara kwa vikosi vya maadui. Na sasa Kivu Kusini, vijiji vya Bijombo na Mulenge vilivyoko katika wilaya ya Fizi vinadaiwa kurejea chini ya udhibiti wa VDP Wazalendo, huku wakidai pia na eneo la Kavumu, kwa mujibu wa chanzo hicho, bado linashikiliwa na Wazalendo, lakini mpaka sasa hakuna taarifa yoyote ya vyanzo huru vya habari ambavyo vimeshathibitisha habari hiyo ya Kavumu kudhibitiwa na Wazalendo. Harakati hiyo inatoa takwimu ya muda wa takriban wapiganaji 50 wa upande wa pili kuuawa, wengine kadhaa kukamatwa, pamoja na kukamatwa kwa silaha ndogo ndogo na nzito. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru hadi sasa. Hali ya usalama inaendelea kubadilika katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mapigano bado yanaripotiwa kutokea mara kwa mara.
Lakini kwa hapa tupate kurudi nyuma kidogo ili kuzungumzia kuhusiana na kukombolewa kwa kijiji cha Bijombo. Kukombolewa kwa Bijombo katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini kunazidi kuwa zaidi ya ushindi wa kawaida wa kivita. Kwa mtazamo wa kijeshi, ni mabadiliko ya kimkakati yanayoweza kubadilisha kwa muda mrefu mizani ya usalama katika eneo hilo la nyanda za Haut Plateau. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, Bijombo ilikuwa moja ya njia kuu za usambazaji ama lojistiki za wahasi wa Twirwaneho katika ukanda huo. Katika operesheni yoyote ya kijeshi, iwe ya jeshi la kawaida au jeshi la wahasi, uwezo wa kupigana hutegemea nguzo tatu kuu ambazo ni askari, vifaa na lojistiki ama usambazaji. Lojistiki ama usambazaji unapokatizwa, nguzo nyingine mbili huanza kudhoofika hatua kwa hatua. Umuhimu wa kioperesheni: kabla ya kukombolewa kwake, Bijombo ilikuwa inaruhusu kupelekwa kwa vikosi vya ziada, usafirishaji wa risasi na silaha, upatikanaji wa chakula na mahitaji mengine ya muhimu. Kupotea kwa eneo hilo kuna maanisha kutengwa taratibu kwa ngome na nafasi zilizobaki mikononi mwa makundi yenye silaha katika nyanda za Haut Plateau. Uwanjani, jeshi la taifa FARDC halionekani tena kubaki katika hali ya kujihami pekee, bali inaonekana kuanza mbinu za kudhibiti njia muhimu na kupunguza uwezo wa adui kujipanga upya. Kwa kiwango cha kimkakati, kuzingirwa kwa mafanikio kwa kawaida huleta matokeo matatu: kushuka kwa morali ya wapiganaji wa maadui, kuvunjika kwa mshikamano wa vikosi na kupotea kwa mpango wa kushambulia. Kikosi kisicho na kina cha kimkakati hulazimika kujihami, hali inayoweza kukifanya kuwa rahisi kushambuliwa na kudhoofika zaidi. Zaidi ya Bijombo yenyewe, suala kuu ni udhibiti wa njia na maeneo ya juu yanayotawala nyanda za juu za Minembwe, eneo muhimu kwa harakati za kijeshi katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Kudhibitiwa kwa Bijombo kunaweza kupunguza uwezo wa makundi yenye silaha kufanya mashambulizi au kupanua eneo lao, kuimarisha uwepo na mamlaka ya serikali, kurejesha uhuru mkubwa wa kijeshi kwa FARDC katika ukanda huo. Katika migogoro ya kisasa, ushindi wa kijiji pekee hauwezi kuamua hatima ya vita, lakini udhibiti wa njia za usambazaji na usafirishaji wa vifaa unaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa mapambano. Huko Bijombo, si tu kwamba nafasi hiyo imeanguka, ila ni kizuizi cha kimkakati kilichoondolewa, na huenda mizani ya nguvu katika nyanda za juu za Kivu Kusini zimeanza kubadilika. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwenye awamu ya pili ya taarifa za matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na tunatumaini ya kwamba ulikuwa nasi kuanza mwanzo na mpaka mwisho. Kwa hiyo shukurani za dhati ziende kukurudilia wewe ambaye unaendelea kutufuata hapa kwenye channel yetu, na tunakuomba uwe uzidi kuwa nasi sambamba ili uzidi kufaidi habari moto moto kutoka kwetu. Kwa hiyo tukutana kwa majaliwa. Chao.